بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tunaendelea na majalisi zetu, vikao vyetu vya Ramadhani, na leo tupo kwenye kikao cha 10 ambacho kinasema tawjihuhu sallallahu alayhi wasallama bil muhafadhati ala thawabi sawmi, mwelekezo wake Mtume sallallahu alayhi wasallama kunako kulinda thawabu za swaumu. Mtunzi wa kitabu ameanza na kauli yake Allah aliposema wa a'malakum, na wala msibatilishi matendo yenu. Msifanyi sababu ambazo zitapelekea matendo yenu yawe batil. Msifanyi sababu ambazo zitapelekea matendo yenu kuharibika. Akatupatia hadithi ya Abu Huraira ambayo tumekusha itanguliza sana, kwamba Mtume alayhi salatu wassalam akasema yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari. Yoyote ambaye hatuacha kauli zur. Kauli zur ni kila kauli ambayo inakupeleka kwenye batil. Kila kauli iliyokuwa ya batil, ni iwe uongo, iwe utesi, iwe chonganishi, vyote. Wala amala bihi, na kufanya matendo ambayo yanakwenda sambamba na hiyo kaulu zur. Yoyote ambaye atakayefanya hivyo vitu, aelewe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake. Hadithi hii au kwenye darasa letu hili, mtunzi wa kitabu anatuambia hafidh ala thawabi siyamika almuhafadhata tamma, hifadhi, linda thawabu za saumu yako, kulinda kwa hali ya juu, kulinda kuliko timia ipasavyo. ومن هذه المحافظة على ثواب صيام كما يلي, miongoni mwa vitu ambavyo vitakusaidiza au ni katika njia za kuilinda saumu yako ni haya mambo yafuatayo. 1. ihfaz lisanaka wafakkir fil kalimati qabla an tatakallama biha, chunga ulimi wako na utafakari kunako maneno kabla haujayazungumza. Tafakari kunako maneno kabla hauja. Fa in kanat al-kalimatu sadiqatan wa mufidatan tatakallam biha, ikiwa maneno yako yatakuwa ni ya ukweli na pia akawa ni yenye faida, basi zungumza hayo maneno. Kumbe mwanadamu ni mtu mtafakari. Ikiwa maneno yako utaona ni upuuzi, hayana faida yoyote, ni kheri kukaa kimya, kama ilivyokuja kwenye hadithi man yuridillahu bihi la, ilivyokuja kwenye hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, Mtume alayhi salatu wasallam wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yoyote ambaye anayemwamini Allah na anaamini siku ya mwisho kwamba ipo, basi aseme aliyokuwa mazuri au akae kimya. Aseme aliyokuwa mazuri au akae kimya. Kwa hiyo elewa kwamba maneno unayozungumza yanaweza kuwa sababu ya kukutupa ndani ya moto wa jahannam. Wa in kanat min al-kadhibi wal kalami al-muharrami fala tatakallam biha, ikiwa maneno yako yatakuwa ni ya uongo, basi usiyazungumze hayo maneno. Kwa nini? Li'annaha tuktabu alayka min adh-dhunub, kwa sababu utaandikiwa madhambi. Wali'annaha aidan tuathiru fi thawabi siyamika, pia madhambi hayo yanakuja kunako thawabu au kunako thawabu za saumu yako. Faqad tadhhabu bi thawabi sawmika wa ta'ammal hadha alhaditha, unakutana hayo maneno unayozungumza yanakuja kuzipeleka thawabu za saumu yako. Kwa hiyo zingatia vyema hadithi ambayo tumekusha ikariri sana, man lam yada'a qawla zur wala 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawahu al-Bukhari. Ambayo ndio hadithi yetu tuko nayo, ndio hadithi tuliyoanza nayo darasa letu hili leo, kwamba asiacha kaulu zur, maneno ya uongo, vitendo
kwamba Allah hana haja ya saumu yake, Allah hana haja ya chakula chake, Allah hana haja ya mtu huyu kuacha chakula na kuacha kinywaji. Jambo la pili, ibta'id 'anil majalisi wal amakin allati tukhsha 'ala nafsika an tatakallama fiha bikalamin muharramin. Bali na vikao au na sehemu ambazo zinaogopewa kwenye nafsi yako kwamba wewe unaweza ukazungumza maneno ya haramu. Kwenye hivyo vikao unaweza ukazungumza utesi, unaweza ukawasema watu vibaya. Jiweke mbali na hivyo vikao. Ikaa mbali, sio kukaa magenge ya kahawa. Ni mara kukaa kwenye vikao vya kahawa wakose kuteta. Kumbe jiepushe na vimbali. Kama jalisil mujamalati li ba'd al-mas'ulina fatujamiluhu bikalimatin muharrama. Kama vile vikao vya kupakana mafuta. Baadhi ya viongozi, baadhi ya watu walipewa majukumu kutana, unampambia, unamsifia kazi yake, unampa sifa zinyana nazo kwa kutumia maneno ya haramu, unampaka mafuta kwa lugha ya mjini. Fayuktabu alayka hadha al-ithmu, unaandikiwa hizi dhambi. Watudhi'u thawaba sawmika, na unapoteza saumu yako min ajli fulani au fulana. Intabi, kwa sababu tu ya mtu fulani, iwe ni mwanaume iwe ni mwanamke, umekaa unamsifu sifa za uongo, unampambia vitu vyenye hana navyo kiuongo ili tu upate luqmata aish, upate tu tongela, upate tu mlo, upate kuishi, unamsifu mtu vitu ambavyo hana navyo. Jambo la tatu, la taktubu illa kalaman salima min al-kadhibi wa min al-ithmi. Usiandike chochote isipokuwa andika maneno yaliyokuwa salama, yaliyosalimika kutokana na uongo, yaliyosalimika kutokana na stati za watu kwenye makundi tofauti. Mtu hauna mambo mazuri ya kuzungumza, min al-afdal an taskut. Ni bora kukaa kimya kuliko kukaa unazungumza vitu visivyofaa. Ubishi ndio wa kwako, wengine wanajadili mambo ya dini hata pasina kuwa na ilmu, yani ni khasara juu ya khasara. Walidhalika tanabbah lil khatabat allati taktubha ولذلك تنبهات التي تكتبها والقرارات التي تكتبها وكل ما تكتبه. kwa hiyo kuwa makini, tanabahi na risala zote unazoziandika, misimamo yote unayoiandika, kila kitu unachokiandika kuwa na fa idha kana muharraman fa huwa min az-zur alladhi man waqa'a fihi faqad adaa min thawabi siyamihi. Intabih, ikiwa mambo hayo unayoandika ni ya haram, elewa kwamba anaingia katika ile kaulu zur ambayo tuliyozungumza. Kaulu zur ambayo mtu atakayekuwa mianguka yemo atakuwa thawabu za saumu yake. Kuwa makini. Ama jambo la 4, ittaqillaha ya man taktubu fil jaridati au al majallati au as sahifa au al mawaqi' au al muntadayat au ghairiha. Mche Allah ewe mwenye kuandika katika magazeti. Aljarida ni gazeti, almajalla ni gazeti, as-sahifa ni gazeti. Lakini zinatofautiana hizi gazeti namna zilivyo. Jarida inakuwa ni gazeti la kitabu, pages zinakuwa si nyingi kama tu ndogo hivi kubwa kubwa. Ama majalla nayo pia inakuwa ni gazeti na yenyewe pia kwa mfumo wa kitabu. Na sahifa pia ni gazeti lakini inakuwa labda kwenye pepa moja hivyo. Au ilmawaqi' au katika channel tofauti. Au ilmuntadayati au ghairiha, au kwenye maklub au kwenye vikao tofauti na vinginevyo. Fa idha kana ma taktubuhu min almuharramat, kile unachokiandika ikiwa ni cha haramu, fattaqillah, muogope Allah. Wala taktubuhu hatta la tudhi'a thawaba siyamika fi ramadhana au ghairiha. Usiandike hicho kitu ili usiteze thawabu za saumu yako, sawa iwe ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani. Bal anta ya man taktubu almuharramat fi aljaraid au ghairiha, bali wewe ambaye unayoandika mambo ya haram katika magazeti au katika vitu vingine
anna ithmaka yakunu a'zam, dhambi zako zinakuwa ni kubwa zaidi. Kwa nini dhambi zinakuwa kubwa? Liannaka tanshuru albatila, kwa sababu unakuwa unazagaza mambo ya batil, walkadhib, na uongo, baina saimina, miongoni mwa wenye kuswaumu. Unaonesha watu walioswaumu mambo ya batil, wa baina nas, na unakuwa unawazaga mambo ya batil, fataakhudh athamahum, unachukua dhambi zao. Fatub ila Allah, tubia kwa Allah. Waqsir an hadha ash-sharr fi Ramadan, na upunguze, acha kunako haya maovu ndani ya Ramadhani. Kutokana na hadithi ya Abu Huraira salatu wasalam kasema, idha kanat awwalu laylatin min Ramadana sufidat ash-shayatin, kwamba inapokuwa mwanzo wa usiku wa Ramadhani mashaitani hufungwa. Wa maradatul jinni, na wale majini majambazi, yani majini waasi, na wenye pia wanafungwa. Liqati abwabun nar, milango ya moto inafungwa. Falam yuftah minha babun, hakuna mlango hata mmoja ambao utakaofunguliwa katika milango ya moto ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wafutihat abwabul janna, na milango ya pepo yote inafunguliwa. Falam yughlaq minha babun, hakuna utakaofungwa ndani ya Ramadhani. Wanada munadin, kisha unakuja wito sasa, mwenye kuupiga, mwenye kuita wito anaita, ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi ashar aqsir, ewe mwenye kupenda khairi harakia, pupia khairi hizo. Ewe mwenye kupenda shari, achana na hizo shari, acha kabisa. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laylatin, Allah subhanahu wa ta'ala yuko na watu ambao wanawaokoa. Alikuwa alishawaweka, walikuwa ni watu wa kwenda motoni, anawaokoa kuwalinda kutokana na moto, anakuwa ni watu wa peponi. Na hayo yanafanyika kila siku usiku. Rawah ibn Majah. Allah, muone Allah aibu. Idha lam tastahi fasna ma shi'ta, kama hauna aibu basi fanya unachokitaka. Wala fi hadha shahri Ramadan, basi kuwa na aibu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unafanya maasi, basi kuwa na aibu usiyafanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayuha saim, ewe mwenye kuswaumu, mwanamume na mwanamke, la yaf'al ahadu minkum ayya amalin hatta yufakkira hal hadha al-amalu jaiz am la, asifanyi yoyote miongoni mwenu kitendo chochote mpaka atafakari, je, kitendo kinajuzu ama hakijuzu. Fa in kana jaizan, ikiwa inajuzu basi kifanye. Wa in kana muharraman fala taf'aluhu, na ikiwa hicho kitendo haijuzu basi usikifanye. Liannaka idha fa'alta al-muharrama fa innaka tu'ridu thawaba sawmika lidhahabi au tu'arridu thawaba sawmika lidhaka. Utakapofanya hayo mambo ya haramu, elewa ya kwamba thawabu za saumu yako unakuwa umeziweka sehemu ambayo itasababisha ziondoke. Watadhkuru qawla an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na ukumbuke kauli ya mtume, Allah na sala na salam zimshukie, aliposema, man la zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. Yote ambaye hataacha kauli ya uongo, kauli ya batil, kauli isiyofaa, na vitendo vya batil, vitendo visivyofaa, vitendo vya uongo, aelewe kwamba Allah hana haja ya mtu huyo na kinywaji. Ihdhar min al-jahli was-safahi ala an-nas, jiweke mbali na ujinga, jiweke mbali na upumbavu mbele za watu. Au ala auladik, au kwa watoto zako, au zawjatik, au mke wako. Kwa hadithi ya Abu Huraira kwamba Mtume alayhi salatu wasallam amesema, man lam yada'a qawla amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu, rawahu al-Bukhari. Kwenye hii hadithi wameongezeka neno wal jahl, na mambo ya kiujinga, mambo yasiyofaa, kana nayo mbali. Ihdhari min as-sakhb, jiweke mbali na kupiga kelele. Yote tumekishazungumza, sarah al-khisam bil batil, kupiga kelele, kufoka ovyo, kugombana katika vitu vya batil, hata tuhafidha ala thawabi saumika, hadi ujikutane umeilinda thawabu za saumu yako. Na haya Mtume alayhi salatu wasallam amesema, fa idha kana yawmu sawmi ahadikum yawma idhin wala yaskhab, ikiwa ni siku ambayo mmoja wenu amesaumu, basi asizungumzie yaliyokuwa machafu, asifanye vilivyokuwa batil, asifanye vilivyokuwa vichafu hiyo siku, na wala asiwe mwenye kupiga kelele, kufoka hovyo.
fa in sabahu ahadun, ikiwa kuna mtu yeyote atakayemtukana au qatalahu au akamgombeza, falyaqul inni mru'un sa'imun, jibu lake yeye afanye nini? Aseme tu mimi nimefunga. Mtu akijaka kutukana mwambie mimi nimeswaumu. Hadithi imepokea Muslim. Fa in sabbaka ahadun au shatamaka uta'arrada laka faqul, ikiwa yote ambaye atakayekutukana, atakuchafua, atakufanyia vyovyote vile kuja kukushwania, wewe mwambie inni saimun, kwamba mimi ni mwenye kuswaumu. Hapo utakuwa ni mwenye kufaulu, utajikutana Ramadhani yako ya vyema na hautajutia kwa yale ambayo utakuwa huko unayafanya. Hadha billahi tawfiq, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.